Mpenzi mtazamaji na subscriber wa hii channel ya The One Man Army TV, karibuni na mjisikie mko nyumbani. Kwa muda nilikuwa siku, kwa sababu nilikuwa niko na matatizo ya afya, nilikuwa hospitali kwa muda mrefu. Hali yangu ya afya haikuwa nzuri, lakini alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, naendelea kuhisi nafuu. Nataka niwashukuru kwa kunivumilia, kwa kunikosa, kwa kunistahimili. Mimi ni yule ndugu yenu. Mimi ni yule wenyu. Na hii ni channel yako uipendacho. Kwa wale ambao wamesubscribe, nashukuru sana kwa kunishika mkono. Na wale ambao wametoa maoni ya hapa na pale, vile tunaweza kuiboresha, asanteni sana. Mbarikiwe. Mengi yametendeka. Mengi yametendeka. Dunia hii mengi yanaendelea kutendeka kila kukicha. Mimi siwezi kazungumzia mambo mengine, nitaenda moja kwa moja kwa mzozo kati ya Iran na Israeli. Wajua, Iran ni moja ya nchi ambao kwamba ina nguvu ya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Ikiwa pamoja na nchi ya Israeli. Sasa nchi hizo mbili zote zina uwezo mkubwa wa kijeshi. Israel ina silaha ya nuclear, lakini Iran haina hiyo silaha ya nuclear. Inasemekana ndiyo inaendeleza kwa haraka sana kuitengeza ili kuipata hiyo silaha ya nuclear. Nchi zingine zile ambazo ziko katika hizo sehemu ya Asia ni India, Pakistan na Korea Kaskazini, North Korea. Hizo ndio nchi kufikia sasa, na Israel ndiyo ziko na silaha katika area hiyo, ikiwemo Uchina. Sasa mpenzi mtazamaji, mambo yamepamba moto. Mambo yamepamba moto Mashariki ya Kati, kama vile nilivyokuwa nikiwaambia kule hapo mbeleni. Amerika ama Marekani ilipotoa amri ya kuondoa baadhi ya wanajeshi na maafisa katika ubalozi zake na katika kambi zake katika kule Mashariki ya Kati, kupunguza, wadadisi wa kivita, masuala ya kivita na siasa katika ulimwengu walitabiri ya kwamba Israel ilikuwa katika harakati ya kuipiga Iran wakati wowote. Marekani ilikuwa imeshajua hayo, kwa sababu Israel na Marekani wako kitu kimoja. Marekani ndio Waisraeli, Waisraeli ndio Marekani. Hapa hakuna kitu ambapo kwamba kwangu mimi ambaye naweza kusema hivyo. Israeli ndio Marekani, Marekani ndio Israeli. Donald Trump ama serikali ya Marekani kusema hawakuhusika, hiyo ni uongo mtupu. Kusema kwamba hawakuhusika kuhusiana na kuiunga Israeli mkono katika vita, katika kuishambulia Iran, ni uongo mtupu. Walikuwa na habari, ndio walikuwa wameondoa wanajeshi, baadhi ya wanajeshi na baadhi ya maafisa katika area hiyo, kwa sababu Iran ilikuwa imeonya, kasema iwapo itapigwa ama sehemu yake itapigwa ya kinyuklia, basi
masilahi ya Marekani ambayo kwamba iko katika Mashariki ya Kati, Middle East, itashambuliwa na itapigwa na Iran. Hilo jambo lilimtia wasiwasi sana Donald Trump, ambaye kwamba ni amiri jeshi mkuu wa Marekani, akiamuru Pentagon iondoe baadhi ya maslahi yake ama jeshi lake katika Mashariki ya Kati, ama kuipunguza, ingawaje bado wako pale. Israeli usiku wa kuamkia leo Ijumaa ilishambulia, dunia imeamka kukiwa na habari ya kwamba Israeli imeshambulia Iran katika sehemu mbalimbali kwa makombora na drones, katika sehemu za kinuclear na sehemu ambazo kwamba za kiraia. Watu kadhaa, viongozi kadhaa wa kijeshi wamekufa, wameuawa, majemedari, makamanda wameuawa, na baadhi ya viongozi ama wale scientists, wale ambao wanafanya utafiti, scientists also have been killed in that strike. Israel imesema hatua hiyo ama hiyo ilikuwa inaitwa preemptive strike, yani mashambulizi ya kuitaka Iran isiruhusu ama kuitumia, kuivamia ama kuipiga Israeli. Preemptive strike, lugha ya Kiswahili hapo siwezi kwa wale ambao kwamba wanajua lugha ya Kiswahili wanaweza kututafsiria. Viongozi kadhaa wa kijeshi wameuawa, kiongozi yule Hussein na viongozi kadhaa wakuu wa kijeshi na viongozi ambao kwamba wanasimamia nuclear ya Iran wameuawa, na baadhi ya sehemu za nuclear, sehemu nyeti kabisa, zimepigwa. Iran imeapa kuishambulia ama kulipiza kisasi pale wakati wowote. Hivi tunavyozungumza, Iran ilirusha drones, makombora aina ya ndege isiyokuwa na rubani karibu 100 ikielekea kule Israeli. Imesemekana nchi ya Jordan imeweza kuizuia nyingine ama kuidungua zingine. Kufikia sasa haijulikani kama ilipenya, zingine zimeenda mpaka kule Israeli ama vipi. Habari ambayo kwamba inafikia sasa, Iran imejibisha mashambulizi hayo kwa kurusha ballistic missile kule Tel Aviv. Zingine zimedungulia lakini zingine zimepenya. Picha ya video inaonyesha Tel Aviv impact, yani mlipuko ya ballistic missile. Ballistic missile ama hiyo zana ya ballistic missile ni ile ambayo inaenda kwa kasi na ni kubwa. Israel imetangaza hali ya tahadhari kwa raia wake. Shule zimefungwa, kila mahali watu wameambiwa waingie katika mahandaki. Haya, baadhi ya watu ulimwenguni ama viongozi ama nchi mbalimbali zimetoa maoni yao kuhusiana na kitendo hicho ambapo kwamba Israel imetenda. So wacha tukae tuone itakuwaje. Ikiwa na Iran imesema hiyo ndio bado, hiyo ni ile tu kupima, bado msururu ya missile bado zinakuja, na Israeli wamesema pia nao wako tayari. Kitu inaweza kuchukua wiki mzima, hiyo vita inaweza kuchukua. Wacha tuone maoni yako ni yapi, mpenzi mtazamaji, na hiyo itatuathiri dunia nzima. Kumbuka hisa ya dunia tayari imeanza kuporomoka kuhusiana na kitendo ya Israeli kuipiga Iran. Bei ya mafuta imepanda duniani. Hiyo itatuathiri sisi. Waswahili wanasema ukiona mwenzako ananyolea, chako kitie maji. Mwenzako akiwa na homa, akiwa karibu yako na homa namna hivyo na homa,
wewe utapatikana na homa. Kwa hivyo watu wajitahadhari, usisema kwamba hiyo si vita yetu. Hizo vita zitatuhusisha, kwa sababu nchi zote zinategemea Uarabuni kwa mafuta. Kwa nini? Sasa meli na mandege na manini, ulimwengu itaathirika pakubwa. Je, maoni yako ni yapi, penzi mtazamaji? Sina mengi, bwaga comment hapo, mimi nitaendelea kuwaletea habari kemkem. Mimi ni The One Man Army TV. Wale waje subscribe, please subscribe, muniunge mkono. Naendelea kupata matibabu nafuu na nitaendelea kuwaletea habari moto moto. Thank you so much.